Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi nyote mliopo meza kuu, ndugu wananchi, naanza kwa kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza nachukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa kwenye hafla yetu hii muhimu tukiwa na afya njema. Pili, Mheshimiwa Rais, nitumie fursa hii kukushukuru wewe binafsi na serikali kwa kuendelea kuweka mkazo katika miradi ya sekta ya uchukuzi ambayo imeendelea kuleta mageuzi makubwa kiuchumi hapa nchini. Katika kipindi cha miaka minne, serikali imeendelea kutoa fedha ambazo zimewezesha utekelezaji wa miradi ya kimkakati katika sekta ya uchukuzi, ikiwemo ununuzi wa ndege za kampuni ya ndege ya ATCL ambayo imefikia sasa ndege 16, uendelezaji wa viwanja vya ndege hapa nchini, ujenzi wa reli ya kisasa SGR na kadhalika. Mheshimiwa Rais, kiwanja cha ndege cha Dodoma ambacho kinatumika kwa sasa kimekuwa kikipokea ndege ndogo na hivyo kuwa na miruko mingi kufuatia kushindwa kuhudumia ndege kubwa. Hivyo kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato kitapokea ndege kubwa kutoka ndani na nje ya nchi, hatua itakaoleta unafuu wa gharama za usafiri wa anga hapa nchini. Pia kutokana na jiografia yake ya kuwa yenye makutano ya safari za ndege za uelekeo wa kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kiwanja kitakuwa mbadala kwa safari za ndege katika maunganisho hayo na kuboresha usalama wa ndege na abiria. Mheshimiwa Rais, kiwanja cha ndege cha Msalato kina eneo lenye ukubwa wa kilomita 9 kwa kilomita 5, sawa na hekta 4,500, ambacho ni cha pili kwa ukubwa nchini baada ya kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro, yani KIA. Mradi huu wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Kilimanjaro, uwanja wa ndege wa Msalato unaotekelezwa kwenye package mbili utaharimu takriban shilingi bilioni 370. Mheshimiwa Rais, mpango kabambe wa uendelezaji wa kiwanja cha ndege hichi cha Msalato umelenga kuwa na kiwanja cha ndege cha daraja F ambalo ndio daraja la juu zaidi kulingana na viwango vya shirika la usafiri wa anga duniani, yani ICAO. Mpango huo utamjumuisha maeneo ya miundombinu ya kiwanja cha ndege, inahusisha barabara za kuruka na kutulia ndege, barabara za viungo na maegesho ya ndege, majengo ya uendeshaji, karakana matengenezo ya ndege, majengo ya kuhifadhia mizigo, mifumo mbalimbali, maeneo ya biashara kama vile hoteli za kitalii na maduka makubwa na ukanda maalum wa kibiashara. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mpango kabambe umepangwa kufanyika kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ambayo utekelezaji wake unaendelea sasa inalenga kiwanja cha ndege cha daraja la 4E ambacho kitakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 1.5 milioni kwa mwaka, ambao mradi huu sasa ndio unaoendelea. Awamu ya pili, Mheshimiwa Rais, itatekelezwa baadaye kulingana na mahitaji na ongezeko la abiria na ndege. Awamu hii itakapokamilika, kiwanja cha ndege cha Msalato kitakuwa cha daraja la 4F ambao ndio daraja kubwa katika madaraja ambayo yamewekwa. Mheshimiwa Rais, jana tumeshuhudia ndege ya kwanza Bombardier Q400 imetua kwa mara ya kwanza kwa majaribio kwenye kiwanda chetu cha ndege cha Msalato. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha kufanya kazi hiyo kwa viwango vinavyokubalika. Haya ni mafanikio makubwa Mheshimiwa Rais kwa serikali yetu unayoongoza. Mheshimiwa Rais, Wizara ya Uchukuzi kupitia taasisi zake TAA, TCA, TMA na ATCL na kwa ushirikiano na Wizara ya Ujenzi itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mradi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato ili kuhakikisha kiwanja kinakuwa tayari kwa huduma za usafiri na usafirishaji. Mwisho, Mheshimiwa Rais, Wizara ya Uchukuzi itaendelea kusimamia taasisi zake
kuhakikisha matakwa na viwango vya kitaifa na kimataifa vya uendeshaji vinazingatiwa. Mheshimiwa Rais, kwa mara nyingine tena tunakushukuru kwa maono yako na dhamira yako ya dhati ya kuipeleka Tanzania mbele kupitia utekelezaji katika sekta ya usafiri wa anga na uchukuzi kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa ninaomba kuwasilisha, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, naomba tumpigie makofi mengi sana ya kutosha Profesa Mbarawa, Waziri wa Uchukuzi. Asanteni sana hamasa, vijana wa hamasa.